Ndugu wananchi na wageni waalikwa, pamoja na ujenzi unaoendelea kwa vipande vitatu, leo hii tumekusanyika hapa katika hafla ya kushuhudia utiaji saini mkataba wa ujenzi wa reli ya kisasa kwa kipande kingine cha reli kutoka Makutupora hadi Tabora, kilomita 368. Mkataba uliosainiwa ni kati ya serikali uliosainiwa kati ya serikali kupitia shirika la reli na kampuni ya ujenzi ya Yapi Markaz kutoka Uturuki. Mkataba huu ni wenye thamani ya fedha za Kitanzania kama ilivyosemwa trilioni 4.41 ukijumuisha na kodi ya ongezeko la thamani. Hii sasa inafanya jumla uwekezaji wa ujenzi wa vipande vinne kati ya vitano vinavyoendelea au vya awamu ya kwanza ya ujenzi wa reli kwa ajili ya ujenzi wa reli ya kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza kufikia kiasi cha shilingi trilioni 14.7 za Kitanzania, na hizi ukijumuisha na kodi. Ndugu wananchi na wageni waalikwa, tayari nimeshaagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kupitia shirika la Reli Tanzania kukamilisha taratibu za manunuzi kwa ajili ya kumpata mkandarasi wa ujenzi kipande kilichobaki cha Tabora Isaka na kipande kipya cha awamu ya pili ya ujenzi wa reli ya SGR kutoka Tabora hadi Kigoma. Nimeshawaambia wizara waanze hiyo kazi. Baadaye tutatoka kama alivyosema waziri au mkurugenzi wa TRC kwamba tutatoka Kaliua Mpanda mpaka Karema ambako tunajenga bandari kubwa ya Karema ambayo itakuwa kiunganishi na bandari ya Kalemi upande wa DRC na reli ya kwenda Kindu mpaka Lubumbashi. Ndugu zangu, kama nilivyosema, uwekezaji mpaka sasa hivi ni trilioni 14.7. Tusipoendelea na ujenzi wa reli hii tukakamilisha, fedha hizi tulizozilaza pale chini zitakuwa hazina maana. Kwa hiyo kwa njia yoyote, kwa vyovyote, tutakopa, tutaangalia njia rahisi, njia zitakazotufaa za kukopa, kwa sababu fedha hizi hatutazitoa kwenye tozo wala hatutazitoa kwenye kodi tunazokusanya ndani. Ni lazima tutakopa. Kwa hiyo tutakopa ili kukamilisha mradi huu, kwa sababu tusipokamilisha, fedha tulioilaza pale ndani itakuwa haina kazi na haina maana. Kwa hiyo ni lazima tumalize huu mradi, tukope twende tumalize huu mradi. Na nitoe maelekezo kwamba tunapokwenda kumaliza, kipaumbele kitolewe kwa yale matawi ambayo yanatuunganisha na nchi za jirani, ili tuweze kufacilitate, tuweze kurahisisha biashara zetu, tuweze kuingia kwenye masoko ya nchi jirani. Itapendeza tukimaliza reli humu ndani Tanzania, lakini ni vizuri zaidi tukimaliza lakini tuende kwenye nchi za jirani, tuunganishe huko, ili tuweze kutumia na fedha hii tunayoikopa, tuweze reli hii ifanye kazi, izalishe na turudishe. Na naomba niseme jambo moja, tunapozubaa sisi hapa Tanzania hatuko peke yetu, tumepakana na nchi kadhaa. Njia tunazozitumia sisi kujenga reli, kupanua bandari, sijui kujenga meli, nchi jirani zinafanya hivyo hivyo. Na resi zetu ni kuikimbilia nchi ya DRC, kwa sababu DRC ni nchi kubwa, ni soko kubwa. Kwa hiyo kila mtu, kila nchi inatoboa njia zake ili tufike huko. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu mnaosimamia hii sekta, tuendeni, mimi niko pamoja nanyi, tutasimama kuangalia mikopo inayotufaa tukiongozwa na governor wa Central Bank, atatuongoza wapi, na waziri wa fedha yuko hapa, mikopo gani inatufaa, tutachukua, tumalize reli hii na tumalize kama tulivyopanga, ili reli ifanye kazi, itengeneze fedha tuweze kulipa mikopo tunayoichukua. Aidha, tuna mpango wa kujenga vipande vya reli vya kutoka Uvinza hadi Musongati Burundi na kuendelea kama nilivyosema hadi DRC na Isaka hadi Kigali Rwanda. Vipande hivi vya reli vitajengwa kwa ushirikiano na nchi za Burundi, DRC na Rwanda. Mwezi uliopita tulikuwa twende kwenye mkutano
wa kunegotiate, kujadiliana na watoaji fedha, sisi DRC, Rwanda, Burundi, pale Ivory Coast, tukakutane nao, tukubaliane nao watoe fedha kwa ajili ya vipande hivi vilivyobaki. Bahati mbaya COVID likaanza wimbi la 4, ikatuzuia, hatukuweza kwenda. Lakini nataka niwaambie Watanzania kwamba mipango iko njiani. Nchi 3 hizi tutakaa na Benki ya Maendeleo ya Afrika, tutajadili na tuone jinsi tutakavyoweza kupata fedha kwa sote watatu na kuweza kukamilisha vile vipande ambavyo vitatuunganisha hadi kufikia DRC. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba au nishawishi taasisi mbalimbali za fedha ulimwenguni na hata hapa ndani kushiriki katika kugharamia ujenzi huu. Ni ujenzi ambao ni mkubwa lakini wenye malengo makubwa ya baadaye. Ujenzi wa reli hizi utasaidia kuunganisha nchi yetu na nchi jirani zinazotumia bandari ya Dar es Salaam kusafirisha mizigo yao. Kama nilivyosema, East Africa hapa bandari ni nyingi na kila bandari inahangaika kuunganisha, kusafirisha mizigo mingi kuliko mwenziwe. Lakini tumebahatika na kwa upendo wa Mungu, Tanzania ametuumba kama lango la kuingia Afrika kote. Kwa hiyo ni vyema tukaitumia hiyo fursa vizuri na tusizembee. Na ndio maana tunatangaza vipande vingi vya reli vikiwa na gharama kubwa bila kujua tutavijengaje, lakini kwa uwezo wa Mungu tena atatusimamia na tutajenga. Tunaamini kwamba kukamilika kwa miradi hii kutaifanya nchi yetu kuweka msingi mzuri katika ukuaji wa uchumi wake, kwani miundombinu ya reli na bandari itadumu kwa muda mrefu usiopungua miaka 100. Kwa hiyo tunakopa leo lakini kwa faida kubwa ya mbele kwa muda mrefu mbele. Hivyo ni dhahiri kuwa yajayo yanafurahisha. Ndugu wananchi na wageni waalikwa, pamoja na utekelezaji wa ujenzi wa reli ya SGR, mara itakapokamilika reli hii itahitaji vifaa vya uendeshaji ikiwemo mabehewa ya mizigo, mabehewa ya abiria na vichwa vya treni. Kwa kulitambua hilo na kuepuka makosa tuliyofanya kwenye miradi iliyopita, serikali imeshaingia mikataba ya ununuzi wa mabehewa ya abiria 89, vichwa vya treni ya umeme 19, seti za treni za kisasa yani electrical multiple unit 10 zenye behewa 80. Mambo yote hayo yana gharama jumla ya dola za Kimarekani milioni 381,428,465. Pia serikali inaendelea kukamilisha ununuzi wa mabehewa ya mizigo 1430, kwa sababu kama tulivyosema, reli hii lengo kubwa pamoja na kusafirisha watu lakini ni mizigo kwenda nchi jirani. Kwa hiyo mabehewa ya mizigo ni 1430, tumeshaweka oda yake, tunakamilisha taratibu za manunuzi, na haya yatakuwa na thamani ya dola za Marekani milioni 127,206,300. Nitumie fursa hii kuagiza wizara na shirika la reli Tanzania kuhakikisha kuwa inasimamia kwa karibu ili kasi ya ujenzi iendane na kasi ya kusimamia ununuzi wa vifaa hivyo. Hii itafanya vifaa viwe vimekamilika sambamba na kukamilika kwa ujenzi wa reli. Vinginevyo, miundombinu ya reli itakamilika huku tukisubiri kuwasili kwa vifaa. Kwa hiyo muweke mkazo kwenye ununuzi wa vifaa pia.